Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bado tupo katika shughuli za haji za mwaka huu wa 2025 na walokuwepo hapa wengi wao ni Watanzania ambao wamekamilisha ibada hii na hivi leo wapo katika maandalizi ya mwisho ya kurejea nyumbani kukutana na familia zao kwa mara nyingine, wakiwa na furaha ya kukamilisha ibada ya haji, lakini wakiwa na furaha ya kukutana na familia zao. Alokuwepo kwenye screen hapa leo ni moja ya viongozi wa usimamizi wa shughuli ya haji Tanzania, akiwa na kampuni na shirika la usafirishaji, na amekuwa katika shughuli hizi kwa muda mrefu. Atatambulisha jina lake, lakini pia atatujuza ni taasisi gani anayohudumu, lakini yupo katika huduma hizi kwa muda gani. Alhaji, salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wana Azhari au wafuatiliaji wa TV Azhari Tanzania wanapenda kufahamu wewe ni nani wanaokuona hapa, lakini pia upo katika shughuli za haji kwa muda gani? Kwa jina naitwa Awadhi Hadi Ahmad, ni imamu na khatibu wa Masjid Mahfudh Zanzibar pale, na pia ni mudiri wa Maahad al-Mahfudh. Mashaallah, mashaallah. Umekuwa ukihudumu shughuli hizi kwa muda gani na kupitia taasisi gani? Nimekuwa katika harakati za hija tokea mwaka 2000. Mashaallah. Na pia nimekuwa katika taasisi tofauti. Nimeanza na taasisi ya Ahlud Da'wa. Mashaallah. Baadaye nikawa na taasisi al-Khairia. Mashaallah. Baadaye hivi sasa niko na Jumaza, Jumuiya ya Maimamu Zanzibar. Mashaallah. Nini fahari yako unapokuwa unaacha pamoja na shughuli nyingi zilizokuwa katika dunia, lakini wewe ukawa umejibidisha kuwa mtoa huduma kwa wageni wa Allah kwa umri wa miaka 15? Hii kwako ina maana gani? Kwanza, mbali ya kwamba unawahudumia wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna ujira, na pia we mwenyewe kwa nafsi yako unapata nafasi ya kutekeleza ibada ya hija kwa kila mwaka. Kwa hii ni fursa adhimu sana kwa yoyote ambaye ataipata, bila shaka ataitumia, na yule ambaye hataipata ataitamania. Mashaallah. Kazi hii ni ngumu kiasi gani kuhudumu wageni wa Allah pamoja na ujira uliokuwepo? Kazi ya kuhudumia wageni wa Allah ni ngumu kiasi, siwezi kusema ni ngumu moja kwa moja. Ni ngumu kiasi, lakini inahitaji subra. Ndio. Mtu yeyote ambaye atakuwa hana subra basi atashindwa kuhudumia, kwa sababu wale mahujaji unaowahudumia ni mahujaji ambao wanatoka sehemu tofauti. Ni mahujaji ambao wana akhlaqi tofauti, wana subra zao tofauti, na miamala yao tofauti. Kwa hiyo unatakiwa uwe ni kama vile wanavyosema wazee, mkubwa jaa, kwa chochote uweze kupokea na uweze kuwa na kifua kipana. Mashaallah. Haji imebadilika kwa kiasi gani kutoka miaka ambayo umeanza nayo 2020 mpaka sasa hivi 2025? Kuna mabadiliko yote, maboresho, labda vitu kama hivyo? Kwa ukweli haji imebadilika tena vikubwa sana. Alhamdulillah. Sababu mimi miaka ya mwanzo nilikuwa kwenye mwaka 2000 mpaka 2004. Ndio. Ukitizama kwa upande wa Jamarati ilikuwa ni sehemu moja hatari sana, kiasi ambacho mtu alikuwa akenda hatarajii kurudi. Allahu Akbar. Na ilikuwa ni kile kikuta kidogo, lakini sasa hivi alhamdulillah Jamarati unakwenda wala huna wasiwasi wa kuweza kufikwa na madhara aina yoyote. Iko upande wa Jamarati, hata kwa upande wa magari ya kusafirisha katika mashair. Hapo mwanzo ilikuwa wanaoingia ndani ya magari ni akina mama peke yake, wanaume wote wanapanda juu kwenye carrier au wanatembea kwa miguu wale wanaoweza. Kwa hiyo kuna mabadiliko, nimetaja hayo machache, lakini mabadiliko makubwa sana. Hija ilivyokuwa miaka 20 nyuma ndio tofauti na hija ya leo hivi sasa. Mashaallah. Alhaji Awadh, haji ni mara moja katika umri wa mwanadamu, lakini pamoja na hivyo tumebarikiwa Tanzania kuwa ni miongoni mwa watu wanaomiliki uchumi mkubwa katika jumuiya za Waislamu. Hata hivyo idadi inakuwa hairidhishi. Shida gani ambayo mnakabiliana nayo katika kuwashawishi wenye fedha zao kutekeleza ibada hii ambayo inakuwa ni moja miongoni mwa ibada ambazo zina gharama kubwa katika kutekeleza? Unajua, hija ni ibada ambayo inataka taufiki ya Allah. Ndio. Mbali ya kwamba inahitaji uwezo na inahitaji afya. Ndio. Lakini wapo ambao wenye afya zao njema na wana uwezo mkubwa sana. Ndio. Lakini mpaka leo hawajapata taufiki. Mashaallah. Unamkuta mtu kwamba kila anapotaka kufanya hija kuna mzigo wake unakuja kutoka Japani, kuna mzigo wake unakuja kutoka nchi fulani. Kwa hiyo unamkuta kila siku kesho, na hii ni hatari. Kwa sababu inaweza ikafika wakati mauti yakamfikia ikawa hajatekeleza ibada ya hija, basi na hapo tena kama hadithi zilizokuja faliyamut yahudiyan au nasraniya, atakufa katika hali ya uyahudi au ya kinasara kwa sababu
kuvunja nguzo katika nguzo za Uislamu. Mashallah. Alhaji Awadh, hebu tupe kidogo kuhusiana na mwaka huu 2025, haji ya mwaka huu specifically unaweza kuzungumzia kuwa ni ya kipekee kwa aina ipi? Haji ya mwaka huu naona imekuwa ni nyepesi sana, hasa ukitizama katika mashair unakuta hakuna zogo jingi sana. Mashallah. Hata kwa upande wa haram, hasa haram ya Madina, mashallah, ilikuwa wallahi ikifika siku ya Ijumaa, mashallah, ikifika saa 3 tu kupata nafasi ndani ya msikiti ni kazi sana. Subhanallah. Lakini kwa mara hii binafsi yangu nimekwenda saa 5 kasoro dakika 20, mashallah, na nimepata nafasi ya ndani, nafasi nzuri kabisa. Mashallah. Na takriban hata sala nyingine ilikuwa kwa miaka kama mwaka jana, mwaka juzi, unakuta kwamba kila unavyojitahidi kwenda basi unakuta kwamba baadhi ya milango imeshafungwa, kwamba watu wameshajaa. Mashallah. Kwa hiyo kwa mara hii hija imekuwa nyepesi sana. Mashallah. Alhaji Awadhi, tunakwenda katika uchaguzi mkuu wa taifa na tumekamilisha ibada za haji. Maanake Tanzania inaweza kuwa ni moja ya mataifa yenye bahati kwenda katika tukio muhimu la kitaifa baada ya kukamilisha ibada ya haji au miezi michache baada ya ibada ya haji. Ulitumia fursa hii kuiombea taifa lako na viongozi wake? Bila shaka tumetumia fursa hiyo, na sio kuitumia sisi tu, hata mahujaji tumewahimiza katika semina zetu kwamba katika dua ambazo mnahitajika na ni dua muhimu kuomba, basi ni kuomba dua kwa kuwa na amani katika nchi yetu. Mashallah. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bi khairi. Alikuwa Alhaj Awadh Hadi akielezea uzoefu wake wa shughuli za haji, ambapo amedumu katika huduma hizi takriban zaidi ya miaka 14. Bismillahi, mashallah, tunamwombea Mwenyezi Mungu Allah amdumishe katika huduma hizi zilizokuwa bora kabisa katika kupata kutokezea katika maisha ya kikawaida. Ni kutakia kila la kheri Alhaji Awadh, ufike salama nyumbani na insha Allahu wewe na mahujaji wako wote. Lakini labda tujue kitu kimoja, ofisi zenu ziko wapi kule Tanzania? Kwa sasa hivi ofisi za Jumaza zipo Mkunazini, ndio karibu na ofisi ile wanaoita ofisi ya chanjo, ndio au kwa upande wa mwingine karibu na hoteli inaitwa Flamingo Hotel. Okay. Unazungumzia Zanzibar hii, upande wa Tanzania bara muna ofisi wakilishi? Upande wa bara hatuna uwakilishi. Mashallah. Alhamdulillah, tumepata kutambua kwamba ofisi kuu za Jumaza zipo wapi, lakini labda niseme tu kwamba hii ni swali la kiupendeleo. Kwa nini watu labda wasafiri na Jumaza na sio taasisi nyingine? Kwa nini Jumaza? Siwezi kusema kwamba lazima watu wasafiri na Jumaza. Ndio. Kwa sababu takriban makundi mengi tunafanana, tunatofautiana katika baadhi ya mambo. Kwa hiyo kila mmoja anapendelea kwamba apate kuongoza watu wengi zaidi. Mashallah. Kwa hiyo siwezi nikasema labda watu lazima wasafiri na Jumaza, kila mmoja atizame vile ambavyo anavyohisi. Lakini kwa upande wetu wa Jumaza tunajitahidi sana kutilia mkazo katika huduma za mahujaji, katika huduma za maisha ya kawaida, yani ikiwa ni malisho, malazi, na pamoja na usafiri, pamoja hasa kutilia mkazo katika upande wa semina za hija na maelekezo ya hija, kwa sababu ndio lengo la hujaji kuweza kufanikiwa katika ibada yake ya hija, kiasi ambacho sisi toka tunaporudi kumaliza ibada yetu ya hija kila mwezi tunakuwa tuna semina moja. Mashallah, kwa mwaka mzima. Mashallah. Hii ni malengo ya kwamba kuwapa taaluma mahujaji ili kuweza kutekeleza ibada yao katika ufahamu uliokuwa sahihi. Semina hizi mnazifanyia katika maeneo mbalimbali au ni katika semina hizi zinafanyika Unguja, zinafanyika na Pemba. Mashallah. Tunakushukuru sana Alhaji Awadh, Allah akupe afya njema na kudumisha katika huduma hizi. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu amun wa antum bi khair. Mulikuwa nami Ashim, Al Azhar TV, Madina.